mashabiki wa Simba ambao tayari wako hapa wanaendelea kujitokeza kwa ajili ya kwenda kuisupport timu yao, lakini Mikoi Kisugu, moja ya mashabiki ambao watakuwa wameandika historia kwenye finali hii, ya kushuhudia finali hii nje ya Tanzania na ndani ya Tanzania, kwa maana ya nyumbani na ugenini. Kisugu? Yes. Hongera bana. Asante, tongere sote. Uko vizuri? Ya, kama unavyoona nimemka salama, nimemka na afya njema, namshukuru Mungu. Tayari uko hapa Zanzibar. Tueleze kile ambacho na kitarajia hapa. Ya, natarajia mchezo mgumu, natarajia ni mchezo ambao utakuwa na ushindani wa hali ya juu, kwa sababu tunaenda kuzungumzia, kwa maana tutakwenda kushuhudia finali ya shirikisho barani Afrika. Zilikuwa timu zaidi ya 58, leo zimebakia timu 2 kuelekea kwenye hii finali. Kwa hiyo lazima nikiri na lazima nimekwenda kushuhudia mchezo mgumu, lakini inshallah kwa namna ambavyo sisi Simba tulivyojipanga na mikakati yetu mwaka huu na mipango yetu, kuna namna tutakwenda kutengeneza rekodi na historia nyingine kwenye ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunakwenda kuwa mabingwa wa shirikisho barani Afrika. Umeshuhudia mchezo wa kwanza kule Morocco na leo ni mchezo pili. Unaamini morali ya kule kwa wachezaji na huku itakuwa tofauti, lakini pia upambanaji? Ya, itakuwa tofauti. Wachezaji wanajua ni mchezo wa mwisho na wanajua kwamba mchezo wa awali tumepoteza, na wanaamini kwamba ili sisi tuwe mabingwa maana yake kwamba lazima tufanye vizuri. Kwa imani naamini kwamba kwa namna ambavyo maandalizi waliopewa vijana hadi ambazo waliopewa na Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Mzee Hussein Mwinyi, naamini waandishi wa habari mlikuwa mashahidi na mmesikia kile ambacho alichozungumza Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo nafikiri hadi aloweka tutakwenda kuongeza spirit ya pambanaji wa wachezaji wetu. Kwa hiyo naamini kwamba niwaambie tu Barakani wanakuja kukutana na mechi nyingine tofauti. Wanakuja kukutana na mechi ambayo dhamira na nia ya Simba kuna namna ambavyo tunakuja kwenda kwa mabingwa. Mimi naamini itakuwa mechi nyingine, naamini itakuwa na ushindani mkubwa, lakini tutakwenda kufaulu katika hii mechi. Yes. Comeback ipi ya kibabe? Ya, tunakwenda kufanya comeback kwa sababu mpaka tunafikia hapa katika mashindano ya shirikisho barani Afrika mwaka huu ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Simba hatujapoteza mechi. Kwa hiyo tunaamini tunakwenda kufanya vizuri katika hii mechi. Ukiangalia rekodi ya mwaka huu katika haya mashindano mpaka hapa tulikofika, naamini tunakwenda kufanya vizuri. Naamini tutakwenda kufanya vizuri. Unaonekana Kisugu kama vibe lako lipo chini, mimi siuze. Yes, lazima vibe ile chini kwa ugumu wa mechi namna ilivyo, kwa sababu hapa nazungumza nanyi, mimi ni finali ya pili ambayo nakuja kushuhudia kwa macho yangu. 1993 mimi nilishuhudia finali, kwa maana kwamba nakumbuka machungu ya ile finali, nikiarejesha nikizungumza nanyi waandishi wa habari, lazima nikae na kutafakuri, lazima nichukue muda mwingi kwenye dua na sala, kuna namna ambavyo namuomba Mwenyezi Mungu maombi yetu nakwenda kufanyaje? Kuyakubali. Kwa sababu mimi nimeshuhudia finali ya 93. Machungu ya kukosa kombe na yajua. Na laiti yale machungu kwamba ingekuwa unaweza kuyakopi na kuyapeleka meoni kwa wachezaji wa Simba kuona namna ambavyo ukipoteza hizi mechi maumivu yanakuaje, basi ningeenda kuyapeleka japokuwa dakika 2 wayagusa alafu tuyaondoe nibaki nayo ili wao wakapambane. Kwa hiyo lazima tuwe mnyonge kwa sababu tutabaki kwenye dua na sala, lakini mimi naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutafanikiwa. Kombe lipo uwanjani, Rais Mwinyi yupo uwanjani. Anatamani pengine kabidhi kombe kwa Simba kwa sababu mwaka 93 mzee wake hakufanikisha hilo. Unaamini kuna kitu kinaongezeka kwenye hili? Yes, 93 naamini kwamba almarhum mzee Ali Hassan Mwinyi, Mwenyezi Mungu kwanza amweke mahali pema peponi, tuendelea kumwombea dua. Kuna kauli mzee Mwinyi aliwahi kuambia kwamba Zanzibar kwema atakaye naje. Hayo maneno aliyomzungumza almarhum mzee wetu Ali Hassan Mwinyi. Lakini Hussein Mwinyi leo mwanawe amekuwa rais. Waandishi mnakumbuka aliyosema? Yajayo yanafurahisha. Hizi ni kauli mbili zilizotoka kwenye familia moja ambao wote walipata nafasi ya kutawala katika nchi. Baba mtu anasema Zanzibar kwema atakaye naje, mtoto anasema yajayo. Kwa mnapata moyo kwenye hizo kauli? Ni kauli ambazo nani katoa? Ni kauli ambazo wanatoa viongozi ambao waliopewa dhamana kuongoza watu. Na naamini hizi kauli haziji tu kwa bahati mbaya, zinakuja kwa makusudio ambao wao wameamini kuzitoa hizi kauli. Na naamini ni moja ya chachu ambazo zimekuja vizuri kutuona kwa namna ambavyo nakuja kupambana katika hilo. Kwa hiyo mimi naamini kauli njema. Leo rais anasema yajayo yanafurahisha. Mimi naamini yajayo kweli yanafurahisha. Kama sana finali wewe Benjamin Mkapa mpaka wakati zinapita zile kushani kwa Mkapa amani, kwa Mkapa amani, watu wakaona mpaka wana Simba kidogo akaingia unyonge. Yale yamepita, leo ni New Amani Complex. Arienu ikoje kusahau kwamba sasa sio Benjamin Mkapa, ni New Amani Complex? Alhaji,
Tuko New Amani Stadium. Hatutuzungumzii Benjamin Mkapa. Tuko ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Chini ya Rais Hussein Ali Mwinyi. Tunabeba kauli yake aliyotuambia Watanzania msiwe na hofu. Yajayo yanafurahisha. Shukrani sana. Asante, niwashukuru. Kisugu, wewe ni miongoni mwa kama ulivyosema